Kumewaka ghafla nchini Tanzania baada ya tiwa mbaroni kwa vigogo wa Chadema wengine. Hujambo na karibu. Viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamejikuta tena wakiuzishwa na kesi mpya mahakamani, na ni hatua ambayo imezua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa chama kuelekea uchaguzi mkuu. Kesi imefunguliwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam, na imeibua sura mpya ya mvutano wa muda mrefu kati ya makundi ya ndani ya chama hicho kikuu cha upinzani. Aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema upande wa Zanzibar Said Isa Mohamed pamoja na Ahmed Rashid Hamis na Maulida Anakomu ndio walalamikaji wakuu wa shauri hili jipya. Wamefungua maombi madogo dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche na viongozi wenzake wanane. Walalamikaji wanadai kuwa viongozi hao wamekaidi maagizo yaliyotolewa na mahakama mnamo Juni tarehe 10 mwaka 2025 ambayo yaliwazuia kufanya shughuli za kisiasa kuhusiana na kesi ya msingi inayoendelea kusikilizwa chini ya Jaji Hamidu Mwanga. Kwa mujibu wa taarifa zilizowasilishwa mahakamani, maombi haya yamepewa namba ya 8960 ya mwaka 2025 yakitokana na kesi ya awali yenye namba 8323 ya mwaka huu. Walalamikaji wanasema kuwa licha ya agizo la kutoendelea na mikutano ya shughuli zozote za kisiasa zinazohusiana na kesi hiyo, Heche na wenzake wameendelea kuitisha mikutano, kutoa maelekezo ya kisiasa na kuzungumza na wanachama kuhusu masuala ambayo bado yapo chini ya usikilizwaji na mahakama. Na kupitia wakili wao Mlamuzi Patrick Biayubusha, walalamikaji wameeleza kuwa kitendo hicho ni dharau kwa mamlaka ya mahakama na kimezua sintofahamu ndani ya chama. Hali imetajwa kama kiashiria cha kutoheshimu mfumo wa kisheria na imeongeza joto la kisiasa ndani ya Chadema, hasa ikizingatiwa kuwa baadhi ya viongozi waliotajwa bado wanashikilia nafasi nyeti. Kesi mpya imezua mjadala mpana miongoni mwa wanachama na wachambuzi wa siasa. Wapo wanaohusisha hatua hii na mvutano wa muda mrefu kati ya makundi ya viongozi wa juu, wakionya kuwa kama migogoro ya ndani itaendelea kuibuka hadharani, basi huenda ikaathiri nguvu ya chama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hali pia imeonekana kama changamoto kubwa kwa chama hicho ambacho kimekuwa kikijitahidi sana kuimarisha mshikamano wake wa ndani wakati huu wa maandalizi ya uchaguzi. Mpaka sasa Mahakama Kuu bado haijatoa uamuzi kuhusu maombi haya mapya, huku ikitarajiwa kuyasikiliza katika siku chache zijazo. Hata hivyo, wadadisi wa mambo wanaona kuwa kesi ni kiashiria cha mgawanyiko wa ndani unaoendelea kusumbua Chadema, hususan baada ya mabadiliko ya kisiasa yanayoshuhudiwa katika miezi michache iliyopita. Na kwa kuzingatia nafasi ya Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini, kesi hii imeendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau wa siasa, wananchi na hata jumuiya ya kimataifa zinazofuatilia mwenendo wa demokrasia nchini Tanzania. Wengi wanasubiri kuona kama mahakama itachukua hatua kali dhidi ya wale wanaodaiwa kukaidi maagizo yake au kama suluhu ya maelewano itapatikana. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania, ambapo uamuzi utakaotolewa utakuwa na uzito mkubwa wa kisiasa za ndani za Chadema na mustakabali wa chama hicho katika uchaguzi mkuu unaokaribia.